Kwenye jamii nyingi za Kiafrika, mtoto wa kwanza ndiye huwa anafanyiwa matambiko kuliko watoto wote. Na mnajua ni kwa nini mtoto wa kwanza anafanyiwa matambiko hata kuliko watoto wote? Ni kwa sababu mtoto wa kwanza ni utambulisho wa familia. Ndio maana mtoto wa kwanza akiwa wa kike anapewa jina, baba anaweza akasema ni wa kike, ndio apewe jina la mama. Akiwa wa kiume anasema ni wa kiume, apewe jina la baba. Maana yake ni nini? Mtoto wa kwanza ndio amebeba utambulisho wa familia, na mtoto wa kwanza ndio huwa anatengeneza level ya maisha ya familia. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtoto wa kwanza ndo anaweza akatengeneza ukubwa wa familia, na mtoto wa kwanza ndo anaweza akatengeneza udogo wa familia. Na angalia, mara nyingi watoto wengine huwa wanafuata kile ambacho mkubwa wao anafanya. Kwa nini? Mtoto wa kwanza siku zote ana baraka za aina mbili. Ana baraka yake kama mtoto wa kwanza, na ana baraka za wengine wote. Kwa hiyo ndio maana mtoto wa kwanza akianguka ni rahisi sana na watoto wengine kuanguka. Kwa nini? Mtoto wa kwanza amebeba asili ya wote. Kwa hiyo ile asili inaweza ikawanyanyua au inaweza ikawaangusha. Inategemeana sasa baba alitamka nini kwenye maisha ya mtoto wa kwanza. Kama mtoto wa kwanza alikataliwa, kwamba labda baba alikuwa anapenda mtoto wa kwanza awe wa kike, lakini akazaliwa wa kiume, moyo wake ukajikunja. Nitaka mtoto wa kike, amezaliwa tena wa kiume, ukajikunja. Kiroho huyo mtoto alikataliwa. Kama alikuwa anapenda awe mtoto wa kiume, akazaliwa mtoto wa kike, nasema umejifungua mtoto gani? Umejifungua mtoto wa kike. Tayari ile kunung'unika, baba amemtoa kwenye nafasi. Na wengine sasa wanaofuata ni kama wametolewa kwenye nafasi. Kwa nini? Huyu wa kwanza mara nyingi huwa amebeba kitu cha ziada cha kuwabeba wengine wote.